Na ndugu Waislamu, ndugu zangu ahli al-haq wal istiqama al-ibadhiyya, ndugu zangu ahli sunna wal jamaa, ndugu zangu Waislamu kwa jumla, aina makuntum, popote pale mlipo, nasema suala la masahaba limemgusa kila mtu. Kwa hivyo hukumu utakayochagua, na mpelekeeni ujumbe huyu bwa mdogo wa Lushoto, hukumu atakayochagua ya kuona kwamba atakayekuwa kawasema masahaba bishaklin au akhar anastahiki hukumu maalumu, basi aweko tayari hukumu hiyo kuipitisha kwa mashekhe zake. Na sasa mimi niseme tu, yeye kasema hajawahi hana habari wa masufi wamewasema masahaba. Mimi nikutajie masufi, tena maulama wakubwa, tena maulama wanaotambulika al-Azhar na katika al-alam al-islami, waliotunga vitabu vikubwa ambao wanajulikanwa, basi ni Sheikh Abul Faidh Ahmed al-Ghumari, واضح كم سمى معاوية، بل يا متمنافقة متكافر يسا، واضح. شيخ ndugu yake Abul Fadli Abdullah al-Ghumari vile kawasema jamaa min as-sahaba, lakini Said Mamduh ni katika maulama wakubwa wa Misri. Hawa wawili ndio wataja ni katika maulama wakubwa wa Maghrib, katika Tanja, huko mji wa Tanja. Lakini huyu Abdullah al-Ghumari ni katika maulama wa Azhar na kafia Misr, kama sijaghafilika. Kwa hivyo hao hapo, na hapa mimi nataja kiharaka tu kwa sababu nao idadi kubwa ya maulama wa kisufi waliosema masahaba, tena kwa lugha kali kabisa. Kwa hivyo kama huna habari wewe, ni uchache wako wa elimu, qillati ilmik, na ikiwa unayo unaificha, basi hii ni tadlisik, waqad arafnaka bihi. Sawa? Sasa yeye huyu bwa mdogo wa Lushoto Abu Ma'ni hana habari kwamba maulama wake wakubwa wa Kiwahabi wamewasema nani? Wamewasema masahaba, na wao wanalingania kwa ajili mtu kamsema sahaba au vipi, basi usiwe naye pamoja, usishirikiane naye kwa nini yote, bali katoa ushahidi kwamba watu walikuwa kitengwa na hivi na ghasia na nini yote, bla bla. Hiyo haina maana yoyote, ni utapeli juu ya utapeli. Nikwambie, kuna vitabu vyasomeshwa ndani ya misikiti ya hawa wanaojiita mawahabi, ndani ya misikiti ya Kiwahabi, tukianzia Raha Leo Nguja, tukija na misikiti mingine, utakuta kuna vitabu vyasomeshwa. Hao waliotunga vitabu hivi, na wao wakapiga magoti mawahabi kuvisikiliza na kuvisoma na kuwasikilizisha watu, wamewatukana masahaba na kuwasema vibaya. Nitataja kiharaka tu hapa. Kuna Ash-Shawkani kawasema masahaba kadha vibaya kwa lugha kali kabisa, na vitabu maarufu sana. Kuna kitabu kinaitwa Nail al-Awtar cha Shawkani, lakini kuna Sanani. Huyu Shawkani ana vitabu kadha wa kadha, Wabl al-Ghamam na vinginevyo, vina idadi. As-Sanani ana kitabu maarufu sana, bali ana vitabu vingi, lakini Subul Salam kitabu maarufu sana cha someshwa, labda wamkate pande leo na jana. Kawasema masahaba vibaya mpaka anamuita Muawiya kwamba ni shaitani,
tena lainin, tena kamsema nathran wa shi'ran, kwa kutumia fani ya ushairi na kwa kutumia fani ya maandishi ya kikawaida. Unaona? Je, hayo pia huna habari nayo? Mimi hapa nasema kiharaka haraka kwa sababu huko nyuma katika kujibizana au kuwaeka sawa na kuwanyosha watu wa bid'a, akiwemo Muhammad Bachu, akiwemo Salim Barahayani, akiwemo jamaa mmoja yeye si Wahabi lakini toka Burundi, fima ahsib, Nziga Masabo, kitu kama hicho jina lake, wazi, nimtajia maulama kadha wa kadha. Kwa hivyo niseme tu mimi kwamba hili asli hasa si la kuja kukaa ukatoa muhadhara ukawadanganya watu ukawatapeli watu Waislamu, tena katika siku hizi tukufu wewe ukawa unaeneza diaya fajira, uovu. Wewe unadhania upate thawabu gani kueneza uovu huo na kuwazulia watu, au kuficha ukweli? Manake kuficha ukweli ili umsaliti mwingine. Ukweli unaujua kwamba ili suala ni hadhihi almas'ala mushtarakun fiha, wameshirikiana wote watu madhehebu zote. Daraja za kusema sana zimetofautiana bila shaka, wale wako waliokithiri na wako waliotawasat, lakini fi nihayati almataf hukumu ya kuwasema, ikiwa unataka kuipitisha uipitishe kwa wote. Usije na taasubi zako huko ukasema ataka alimu tunampenda vipi, basi ikiwa kakosewa akosolewe, au kwa maana nyingine pia ikiwa kuna hukumu inamgusa, tusije tukageuka kama yule aliyotubashiria Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba akifanya mtukufu mnafumbia macho na akifanya mtu dhalil ndio mnamsimamishia hadi. Wazi? Sasa labda hapo kumfurahisha na kumtoa ujinga na kumzibua masikio huyu tapeli wa Lushoto, hapa kumtoa taka za masikio, mtataja nasi moja. Tataja nasi moja, nafikiri labda itakuwa inatosha, na kiona haitoshi nitamuongeza dozi. Kuna mashekhe wao kadha wa kadha wakiwahabi waliwasema masahaba kwa lugha chafu kabisa na mbaya, akiwemo Ibn Taymiyyah, akiwemo Ibn al-Qayyim, akiwemo Ibn Kathir, akiwemo Ibn Uthaymin, akiwemo Rabi' bin Hadi al-Madkhali, na wengine kadha wa kadha, lakini akiwemo Sheikh Mustafa al-Adawi, wazi, akiwemo Muhammad Hassan. Aiwa, hao wote wamewasema masahaba kwa lugha chafu kabisa na mbaya. Albani baadhi ya masahaba hasa kawa crash vibaya, wengine kawatia motoni, wazi. Aiwa, naam. Kwa hivyo utakuta majumua akiwemo Sheikh Rashid Ridha, wazi. Hao na hataja ambao walikuwa na tijahi za kiwahabi, wakiwa katika maisha yao na tijahi za kiwahabi, wamewasema masahaba kwa lugha chafu chafu. Muqbil al-Wadi'i, so msahau Muqbil al-Wadi'i. Sasa utakuja kukuta hawa mawahabi wana ugonjwa fulani. Saa nyingine ili kuwababaisha watu utawakuta katika mawahabi wenzao, pengine ukimtaja niseme mfano Al-Huwaini, utasema huyu Al-Huwaini kapotea huyu. Yani ni mtu ambaye maisha yake yote mpaka kaondoka duniani anatangaza uwahabi,
lakini wanasema kapotea. Pengine ukaja ukamtaja Mustafa al-Adawi, atakwambia pengine kapotea, huyu kwa kundi fulani. Pengine ukamtaja Sheikh Rashid Ridha ambao maisha yake kayasakhir katika kueneza tawajjuh al-Wahabi. Ushaona vile vile, lakini kuna vinara vyao hivi kuvitia katika bid'a, basi pana mtihani mkubwa sana. Kama Albani utakuta mpaka kisu kimefika mfupa. Sasa mimi nitakunukulia nukuu moja, lakini huyu hawathubutu, huyu nukuu yake hawathubutu, kwa sababu wanaona wakimtoa huyu basi ni hasara kubwa, au wengine wote sijui Muhammad Hassan wa Misri huyo, lakini huyu ambaye wote wanampigia saluti, huyu si mwingine yote ni Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi al-Wahhabi, muasisi al-Wahhabiyya. Huyu ni fupishe, ana kitabu kinaitwa Mukhtasar Sirat ar-Rasul, fungua kurasa 310 kwa chapa, baadhi ya chapa. Mtu anakuambia kitabu chake hakifiki peji 310. Naam, kimetiwa nyama, kimetiwa tahqiq mpaka zimefika. Sawa? Ni kitabu pengine cha kufika peji 200, 150 ala hasab tabaat. Wazi? Mukhtasar Sirat ar-Rasul. Huyu kazungumzia mauaji ya Uthman bin Affan, khalifa wa tatu katika Uislamu. Akataja wale waliokuja kutoka miji mbalimbali, kutoka Basra, Al-Kufa, Misri, kuja kumzingira Uthman bin Affan, sahaba. Akasema shekhe wao mkubwa huyo Muhammad bin Abdul Wahhab, akasema maneno yafuatayo. Kasemaje? Anasema katika kitabu chake hicho, katika matokeo yaliyotokezea mwaka wa 35 Hijri, thumma nasahahum fatamadau fi ghayyihim, yani wale watu wale ambao baadaye watakuja kwenda kumzingira Uthman mpaka kumuua bin Affan Dhunnuraini, hawa khalifa tatu alitoa maamuzi watolewe katika miji yale, wapelekwe Sham. Wakapelekwa Sham kwa Muawiya sasa anatupa habari huyu Muhammad bin Abdul Wahhab, akasema, akawapa nasaha, fatamadau, akasema wakaendelea fi ghayyihim, katika upotofu wao, wajahalatihim, na ujinga wao, wa sharrihim, na shari yao. Naomba penzi msikilizaji wa madhehebu yote uliyoko ile, ni hifadhia ya maneno matatu. Unamsifu mtu kwa kupotea, dhalal, ghay, jahala, ujinga, shar na shari. Fanafahum Muawiya ani Sham, Muawiya akawafukuza, akawapiga patrician kutoka Sham. Wakanu 10, anasema walikuwa ni watu 10. Watu 10 hao ni nani? Muhammad bin Abdul Wahhab anatuelezea, anasema hao 10 ni hawa fuatao: Kumail ibn Ziyad, wal Ashtar an-Nakhai, Malik bin Yazid. Ala kulli hal, ndivyo ilivyoandikwa, Malik bin Yazid. Wa Alqama bin Qais an-Nakhai, na Alqama bin Qais, wa Thabit bin Qais an-Nakhai, wa Jundub bin Zuhair al-Amiri, wa Jundub bin Ka'b al-Azdi, wa Urwa ibn al-Ja'd, wa Amr ibn al-Hamiq al-Khuzai, wote wa Sa'sa bin Suhan, wa akhuhu Zaid bin Suhan, wa ibn al-Kawwa. Hao ndio walioendelea katika upotofu, katika dhalala, katika jahala, katika shari. Anasema faawu ila al-Jazira, hao mwisho akakimbilia kwenye Jazira, yani Muawiya akapiga patrician mpaka katika Jazira. Wastaqarru bihims, kisha akakaa katika mji wa Hims ambao uko Sham, huo maarufu mpaka leo, jina ni hilo hilo. Hatta kanat alfitnatu, mpaka ikafika ile fitna, allati qaduha, ambayo waliongoza watu hao waliotajwa, akina Kumail, akina al-Ashtar, akina Alqama, akina Thabit bin Qais, akina Jundub bin Zuhair,
al-Amiri, akina Jundub bin Ka'b al-Azdi na Urwa bin al-Ja'ad wa Amri bin al-Hamiq na wengineo. Hao ndio waliongoza harakati liqatli Uthman, kumuua Uthman. Sasa ndugu sikilizaji wa madhehebu yote uliopo, wewe hata mimi nitakutajia tu hapa, lakini nenda kawaulize mashekhe zako sasa, aona waamini. Katika hawa aliowataja mashekhe wa Kiwahabi, shekhe wa Kiwahabi Muhammad bin Abdul Wahhab, hawa watu 10 ni akina nani? Ma mahalluhum min al-i'rabi au ma mahalluhum min al-islami? Hawa irabu yao nini? Ni fatha, ni kasra, ni dhamma, au nafasi yao katika Uislamu nini? Ndugu Muislamu, ndugu yangu Muislamu, ukiwa unataka kwenda kumuuliza, ana uadilifu, hapinduki mipaka, kama alivyotuambia Sheikh wa Lushoto katika kuwatukuza mashekhe wake wanapokosolewa. Atakwambia hao ni baina ya watu wawili, la thalitha lahum, ni baina ya kuwa ni masahaba au ni tabi'in. Ni masahaba au yani, au majina 10 ukiyachambua, ima unakuta ni tabi'i au sahabi, tabi'i sahabi, tabi'i sahabi. Mimi sitaki nikudokeze jawabu, lakini nakutajia Amri bin al-Hamiq al-Khuzai, ruka ukitoja huna njia ya kumtoa katika usahaba. Urwa bin al-Ja'ad, huna njia ya kuruka wala kutoja kumtoa katika usahaba. Huyu ndio yule aliopewa dirham ya kumnunulia Mtume sallallahu alaihi wa sallam mbuzi, akanunua yeye mbuzi wawili kwa dirhamu moja, alafu akakaa njiani, mmoja akamuuza kwa dirham moja, halafu akarejea dirham au dinar, halafu akarejea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, huyu hapa mbuzi ulionituma na hii hapa dinari yako. Ala, umefanya vipi? Nimefanya hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea baraka katika miamala yake ya biashara, na dua yake ikatakabaliwa. Anasema hata kama akikaa auze mchanga, basi yeye ilikuwa ananufaika na kupata faida. Hao ndugu Waislamu ndiyo pazia linalofichwa. Tukaambiwa tusizungumze kuhusu masahaba, halafu pazia likifunguliwa tukaja tukakuta kumbe waliomuua Uthman si wahuni, si washenzi, ni masahaba na matabi'in. Lakini tunafumbwa macho, na tatizo haliko hapo tu kwamba likifunguliwa hilo pazia, lafunguliwa kidogo kidogo, mtu akapenyeza jicho kisha akakwambia Maibadhi, Mashia, watu wa bid'a, sauti imemkauka, toka kijasho kwenye khutba ya Ijumaa au muhadhara. Kumbe shekhe wa Kiwahabi Muhammad bin Abdul Wahhab an-Najdi anasema katika kitabu chake alichokiita Mukhtasar Sirati Rasul, anatueleza kwamba waliomuua nani? Uthmani, watu hawa. Lakini sasa ili utapeli ufanye kazi yake, hakwambii kama ni masahaba hao. Sasa wewe nenda zako katika kutubu tarajim, nenda katika vitabu, tena sio vya Kiibadhi wala usende kwenye vya Shia, nenda hivi hivi vilivyotungwa na watu tunaowakubali katika madhehebu zetu ya ahli sunna wal jamaa, ya kuonesha masahaba ni wapi na matabiina ni wapi. Halafu pia wametajwa kwa sifa gani? Utakuta wametajwa kwa sifa nzuri. Kwa hivyo tukisema tusiseme masahaba, basi iwe ni kweli jamani, tuwe wa kweli, sio tu kutupiana mawe. Kumbe ramatni bidaiha wansallat, ananitupia maradhi yake, saratani zake, kisha yeye anakimbia kwamba hana saratani. Hapo kwanza tupige breki, twende katika nukta nyingine. Naam, ndugu yangu Muislamu, uwe Ibadhi, uwe Shafii, uwe Hanbali, uwe Hanafi, uwe sijui Shia nshataja, uwe Shia, sijui Wahabi nshataja, uwe Wahabi, sawa? Nikwambie tu, tuna nafasi za kukutana, usiwasikilize hawa wapiga kelele. Yeye
bwana wa Lushoto, bwana mdogo wa Lushoto, anasema sione watu wanapiga kelele tu, sijui hivi tungane tuwe kitu kimoja, aliyekuwa watu wanawasema masahaba. Jawabu shaipata. Tunataka tumuone, mfanye vikao vyenu, msimualike Muhammad bin Abdul Wahhab. Anaweza katokea Muhammad bin Abdul Wahhab si ashakufa jamani, vipi tena alikwe kwenye vikao? Ndio, huyu ni mtu wa bid'a. Muhammad bin Abdul Wahhab bid'a yake atoka wapi? Anawatusi na kuwasema vibaya masahaba, akawasifu masahaba watukufu kwamba wako katika dhalal, wako katika, kawasifu kwamba wako fi ghayyihim nzen, na fi ghayyihim wa fi jahalatihim, akawasifu kwa sifa hizo kwamba wako katika ghayyi wa jahala wa sharrihim. Na utakuta kwanza kitabu hicho kinaenezwa, sio kana kinapigwa marufuku. Halafu katika hivyo vikao vyao na hiyo mikutano yao watakayofanya, basi vitabu vya Muhammad bin Abdul Wahhab ndivyo vitakavyosomeshewa itikadi. Sasa wewe wachukua kitabu cha mtu wa bid'a, tapeli, mwenye kutukana masahaba, ukafanya kikao, watu wakatoa pesa zao na michango, wakaja wakakesha, kumbe kitabu unachokisomesha ni cha mtu wa bid'a. Tunataka hukumu kama una uadilifu, kama vile ulivyotuambia mwanzo kule, jamani watu wataki kusoma, watu sio watoka kwenye dini tu wakapapia, wanakuja kuhamia katika dini nyingine. Shaona watu wanapitisha miaka kusoma, sijui wasomi wanaona mbali, maana yake nengi ndio kwamba yeye anaona mbali, wengine hawaoni mbali, na anamtaka Ustadh Mwaipopo asome kwanza. Sasa shekhe, nenda kaanze kusoma wewe, kukana hivyo vitabu vyako, halafu uje ututolee muhadhara. Mimi nakuomba hasa Ustadhi wa Lushoto, uje utoe muhadhara kunijibu, na ikiwa huna nafasi ya kunijibu, nimezungumza sana kuliko wewe, maana wewe ulitumia sijui dakika 40 na kitu. Umeona mada yangu refu. Mimi nataka unijibu yeye Muhammad bin Abdul Wahhab tu na kuwasema masahaba. Je, uniambia hao si masahaba hao? Si masahaba hao. Alafu nitakuja kudhihirisha utapeli wako kupitia vitabu vya ahli sunna wal jamaa iliyothibitisha kwamba hao ni masahaba na matabi'in. Lakini ili asije akakurupuka na kwenda mbio, manake wana kawaida wenyewe kusema kwa sababu ukisema masahaba huwa umesema watu walioleta dini, na ikiwa umewasema watu waleta dini, lengo lako ni kuiua dini. Hizi jamani, hizi falsafa hizi za ikiwa hivi ni hivi ni hivi ni hivi, mara nyingi hazifanyi kazi, kwa sababu hata Muhammad bin Abdul Wahhab itakuwa lengo lake ni kuua dini, kwa sababu tayari ashasema masahaba na wao ndio walioleta dini. Sisi dini tumeletewa na watu ambao fi haddi ahadihim, mmoja ghair maasum, sio maasumin. Al-isma imeanza kwa malaika, mtume wa Allah. Baada ya hapo masahaba ni ghair maasumin illa fi jumlatihim. Kiwa ukutachukulia jumla jamala kwa pamoja, hapa isma inaweza ikapatikana, kwa sababu itakuwa tunazungumza kitu chengine cha ijma' bimaana al-ijma' ghair al-mukhtalafu fihi. Lakini kihivi hivi tu hao waliopokea dini hadithi, wako waliosimamishwa hadi ya kulewa, wako waliosimamishiwa hadi ya zina, wako waliotuhumiwa kwa tuhuma kubwa. Kwa hivyo usikae tukadanganyana ili usipatikane umoja, hata umoja wa kushirikiana katika mambo ya jumla yetu. Sawa? Haya, halafu huyu jamaa unajua uungwana umemshika, umemhepa kuwa mkweli.
kataka kuwakafirisha maibadhi, lakini kaona ngoja siwakafirishe, nitashtua watu. Kutokana na taratibu za kiibadhi sasa hivi zinavyojulikanwa, hakuna tena anayekubali kirahisi kwamba maibadhi ni makafir. Wanasikilikana misimamo yao ya kwa Waislamu, hata waliokuwa nje ya madhehebu yao, wanaonekana harakati zao, wanaonekana wanavyochunga umoja wa Kiislamu, khutba zao katika misikiti yao kuanzia Unguja, Pemba, Tanga, Dar es Salaam, Mwanza na sehemu nyingine za ulimwengu, manhaji yao vipi iko. Kwa hivyo kwa utuhumu kwa Uislamu wao kwamba hawa si Waislamu, ni makafir. Kwa hivyo huwa wanatumia mbinu za kutukafirisha indirect. Namna gani? Waweza ukamsikia mtu kama anavyosema Salim Barhayani, shekhe wake huyo kijana wa Lushoto, hawa wana bid'a mukaffira, lakini sisi hatuwakafirishi. Wana bid'a mukaffira. Sentensi hii nishawahi kuisikia kwa jamaa mmoja pia. Ala kulli hal, kutumia taqiya fulani basi inakuwataja maibadhi. Kwa hivyo huwa anatumia mbinu hiyo moja. Nyingine aliyoitumia huyu kijana, alisema maibadhi wenzao, ndugu zao ni mashia. Sawa? Kwamba na yeye mashia anawakafirisha, anawaita makafir. Sawa? Sasa mimi kwanza nitoe taarifa hapa. Sisi msimamo wetu bwana, mashia wana madhehebu yao, tunakhtalifiana nayo i'tiqadan, sawa, au tunakhtalifiana nao usulan wa furu'an, katika itikadi na katika mambo ya furu', muamalati mbalimbali na ibada mbalimbali. Sawa, tunakhtalifiana na Shia, hilo lieleweke. Lakini si hivyo tu, kuungana nao katika baadhi ya mambo, ikiwe ni ya itikadi, iwe ni ya muamalati, iwe ni ya ibadati, haimfanyi ibadhi kuwa Shia wala Shia kuwa ibadhi. Kwa sababu khilafu kama hizo ambazo ziko katika itikadi na muamalati na ibadati zilizoko baina ya Shia na ibadhi, iwe ni kukhtalifiana, iwe ni kuwafikiana, ziko baina ya ibadhi na ahli sunna. Maibadhi utakuta wamewafikiana na mahanaf katika baadhi ya mambo. Nitoe mfano tukiharaka katika mambo ya mirathi. Maibadhi wao wanasema babu katika mirathi, kama mtu kafa kaacha warithi, ikawa katika warithi waliopo kuna babu na ndugu, pengine kuna na mke, kuna na mama, basi babu anawazuia ndugu wasirithi. Kauli kama hii inapatikana kwa madhhabi ya Hanafi. Sawa? Hivyo ukija katika Mashafi'i, hivyo ukija katika Maliki, Hanbali, utakuta tunawafikiana katika baadhi ya masail na tunakhtalifiana katika baadhi ya masail. Hivyo ahli sunna wal jamaa wenyewe wao wanakhtalifiana tena mpaka katika itikadi, na ndio maana ikapatikana Ash'ira na wakapatikana Maturidiyya na wakapatikana Hashwiyya na wakapatikana Dhahiria na madhehebu nyingine. Sio tupo. Kwa hivyo asije mtu akapiga makelele tu hapa kutaka Waislamu wafarikiane. Kwa hivyo mimi niseme, pamoja na kukhtalifiana kwetu na madhehebu ya Shia, sisi bado Shia hatuwakafirishi. Tunasema Waislamu ni Waislamu. Tena ili mimi nalisema lailan nahara, sirran wa alanan. Takfiri, sisi mpango wa takfiri tukuwatupia watu, kuwatoa katika Uislamu, sio jambo jepesi. Halafu nataka kubainishia utapeli wa huyu tapeli wa Lushoto. Alikuwa akimrudi Ustadh Mwaipopo na kushangirikia kutolewa Sheikh Kishki
katika ahli sunna wal jamaa. Nikwambieni, kuwakafirisha mashia sisi hatuwakafirishi, pamoja na kwamba wana kauli sisi hatuzikubali. Kwa mfano suala la mutaa, kuna suala karibuni lilishamiri sana, suala la kumwendea mwanamke kinyume na maumbile wazi, na masala mengine tunayoختلفiana, ambayo mimi sitaki kuingia hapa kwa sababu nimeona wazungumzaji wengi maalasaf shadid wanazungumza kihamasa. Wazi, hazungumzi kwamba ana crush, anapinga kauli fulani kwamba sisi hatuikubali. Atamcrush Shia hapo hapo, atasema huyu anaungana na watu wa kaumu Luti kueneza uchafu huu. Jamani, ingelikuwa mambo ya kifiqhi yanajadiliwa kinamna hii, basi mtu atayarishe kauli kama hizo kuwajadili maimamu wake. Naam, hapa sitaki niingilie swala hilo kwa sababu sisi hatulikubali, lakini bado haijatufanya sisi kuwa, ikiwa tumewafikiana na Shia mathalan katika kuachia mikono akisali, iwe sisi maibadhi tushakuwa Shia na Shia shakuwa ibadhi. Mamalik ambao ni katika ahli sunna wal jamaa wako, bali wengi hasa walikuwa wakisali au mpaka leo wakisali wanaachia mikono, na wengine wametembelea mpaka alipokuja mfalme wa Morocco alionekana kisali na watu wake wengine wakiachia mikono, na wao ni Mamalik. Kwa hivyo haimgeuzi mtu kwa kuwa kashirikiana naye bishakli au akhar, kwa shakubali itikadi yake, ashakubali fikra zake, ashakubali fiqh yake. Lakini je, inamtoa katika Uislamu? Ninasema haimtoi. Tena hiyo si kwa msimamo wa kiibadhi peke yake, hata msimamo wa ahli sunna wal jamaa. Na atakayepinga hilo, mimi nampa kitu kimoja tu. Narejea tena ili uweze kuikimata. Mimi atakayepinga hilo kwamba leo kuwatoa Shia katika Uislamu, mimi nampa challenge moja tu. Narejea tena, mimi nampa challenge moja tu. Namwambia hivi, wewe kama ni Wahabi au madhehebu nyingine yoyote unayokubali Sahih al-Bukhari na vitabu vingine, lakini hapa natosheka na Sahih al-Bukhari, ukasema hichi ndio kitabu asah kitab baada al-Quran ala wajhi al-ard, kitabu ambacho ndio sahihi zaidi baada ya Qurani, si ndio kauli iliyopo hiyo? Halafu kasifiwa tena kwamba kullu rawin, katika ruwati wake hawa ni jawaza al-qantara, kila rawi mpokezi wake ni ashachupa daraja huyo, si kuguswa tena. Au kullu hadithin akhrajahu al-Bukhari wa Muslim faqad jawaza al-qantara, ishachupa daraja kwamba si hakuna kishiwa tena. Si maneno hayo yako ya kielimu yanayotajwa? Basi namwambia katika Sahihi al-Bukhari ruka ukitoja wako maruwati wa Kishia, wako maruwati wa Kishia. Je, nikuulize, narejea tena, je, nikuulize, ikiwa mashia ni makafiri, Bukhari akipokea hadithi, baadhi ya hadithi kupitia kwa makafir, hilo ndilo suala langu nyeti kabisa ambalo sitopenda wala kukubali hata kidogo. Sitopenda, narejea tena, wala kukubali hata kidogo. Na wewe usipende wala kukubali hata kidogo kuja tapeli akakwambia akakubabaisha kwamba Bukhari kapokea hadithi kupitia makafir wa Kishia, kwa sababu yeye alivyokuwa anapokea hadithi hizo akiwazingatia wale ni Waislamu, pamoja na kwamba kuna khilaf baina yao. Na uzuri wa mambo, kuna vitabu vimekuwa watu wamespecialize kufanya tarjama ya rijali al-Bukhari, tarajim ya rijali Muslim, tarajim al-Shaykhaini, kadha tarajim ashab kutub al-sita, kutub al-tisa. Ziko vitabu hivyo. Ukienda kule ndani unaambiwa kwamba huyu alikuwa ni Shiiyon, ni mshia, halafu akawagawa mashia.
mwingine akawa ni shi'iyun ghalin, mwingine akawa shi'iyun rafidhiyun, wote wamo hao sampulizo tofauti tofauti. Je, wewe vipi watoe mashia katika Uislamu? Kwa hivyo hizi ni njia ambazo ajenda yake uhakika wa mambo ndizo wanazozibeba maadui wa Uislamu, wakipitisha hizi kupitia watu kama hawa wa Lushoto na Watanga na wengine wa Dar es Salaam wenye itikadi na wenye mielekeo ya kufarikisha umma Waislamu ili wasishirikiane kwa taratibu hizi. Ndio rahisi kisha nchi unakuja kuisikia wameitwa waliokuwa ni maadui, au unakuja kusikia kuna vita vya kuuana, kuichinjana kwa takbira, na halafu hayo yanatokezea baina man yantami ila alislam, kwa wale ambao wote wanasema wao ni Waislamu na wanasali sala 5, lakini wamekhtalifiana katika mambo hayo. Kwa hivyo mimi niseme tu uwanja wa kushirikiana Waislamu kama ni Waislamu ni mkubwa sana tu huko. Uwanja wa kila mtu kuendesha madhehebu yake ndiyo asili iliyopo, kwa sababu huku kushirikiana kikamilifu kila kitu mpaka madhehebu zote zikawa ni moja, hilo ni shibh mustahil, bal huwa ainu mustahil, ni kitu kisichowezekana, kutokana kila mmoja anatoka kutokana na misingi maalum katika anayoyafuata. Kwa hivyo mie niseme tu jamani, kuwa ni hadhari sana na watu hawa wa bid'a wa kiwahabi, ni watu hatari sana, lakini nawahusia waache mtindo huu, na wako wenzao waliokuwa na misimamo kama hiyo wakahafifisha misimamo yao hiyo. Wala hii haitokuzuia wewe kwamba atoke mtu mwingine wa madhehebu nyingine aseme kitu ambacho wewe hukiridhii, ikisha wewe huna haki ya kutetea ili wasiathirike wewe na mwingine. Kama ulivyokuwa na haki ya kurudi, na yeye ana haki ya kurudi. Kama ulivyokuwa na haki ya kusema, na yeye ana haki ya kusema. La si hivyo, basi ujue aliyokuwa na nguvu ndio atakuwa na haki ya kusema na mwingine anyamaze, lakini utambue siku huyu mwingine atakapopata nguvu atakunyamazisha wewe, yeye aseme. Na hayo yakitokea sana katika karne za nyuma, walillahi alhamdu, katika tawala ambazo madhehebu ya kiibadhi yalikuweko, hilo katu lilikuwa haliko. Ukisikia madhehebu ya kiibadhi iko pahala fulani imetawala, wao ndio watawala, basi wengine walikuwa na uhuru wa kuzungumza. Kwa hivyo ndugu Waislamu, tusibabaishwe na kelele za mawahabi hawa. Wa sallallahu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Shukran.